Mimi kwa profession mimi ni daktari, na tumeambiwa kwa kweli kwa hivyo ile napenda kusema ya kwamba shabaha na lengo vile chairman ameeleza ni baada ya hii kutakuwa na investment, lakini mimi kama mtu wa afya, hata tukisema tutapiga kura, kweli mtu anaweza piga kura akiwa ICU? Hawezi, atakuwa anahitaji oxygen, si ndio? Kwa hivyo mojawapo ya mapendekezo langu ni ya kwamba tutatafuta katika ile maendeleo yetu, tutatafuta hata kama ni familia 2-3, hii mchango wetu ya 100 kila mwezi, tuweze kutafuta ile family, aidha kuna yatima kama family 3 kwa mwaka mzima, family 3 wanalipiwa SHA 18,000 tu. Si tunaweza? Tunaweza? Hatuwezi? Kwa sababu itakuwa hakuna haja wakati mtoto anapelekwa hospitali, mama hana mume, ni mjane, inakuwa tunapiga mchango, na kuna kitu kwa hakika ikitolewa hiyo 6,000 kwa family 3, hiyo family 3 itaendelea. Pia investment, sijui kama nitakuwa nimeruka kamba, lakini kudokezea tu kidogo. Leo mojawapo ya investment tumesikia mambo ya affordable housing. Kweli uongo? Tumesikia mambo ya affordable housing. Usiweke kichwa chini ya mchanga. Katika Taveta peke yake units 800, units 200 already imechukuliwa. Je, kuna mwanakushite hata mmoja ameapply akaanza kulipa deposit? Kunayo? Hakuna. Kwa hivyo mambo kama hayo, ukienda hata kwa samahani, hata ukienda kwa ile government social media ama network, utaona ya kwamba kuna njia ya kuapply. Kama deposit ni 100,000 kwa one bed, kwa ile bed 6, hautakiwi ulipe hiyo 100 mara moja. Unaona, unalipa 1,000, 1,500. Sasa ile nyumba imekwisha, nyumba inakuwa yako, na utawacha kulipa. Sasa ile deposit imefika ile 100,000, ujue kutoka hapo nyumba ni yako. Ile rent unapata hapo ndio inajilipa. Kwa hivyo wale wana akili already wameapply. Hii message haijafikia kushite, na nimeona katika list hakuna kushite mmoja, alafu tutakuja kushangaa mbona hatuko Voi. Na kama kundi sasa, sisi ni kikundi, tunazungumza juu ya investment. Ya pili ningependa kugusia hii mambo ya apart from personal, mtu anataka kujipatia affordable house. Sisi kama community, surely tukikuja pamoja, hatuwezi kununua nyumba 10 kama group. Tunaweza? Hatuwezi? Na hapo sivyo mapato yetu ya kujiendeleza kijamii. Tutakuwa na nyumba yetu 10, hiyo ni investment ya kutosha. Kuna mtoto wetu atakosa fees ikiwa tunapata rent. Lakini more than that, what I beg you, hii nyumba ya affordable house isiwapite. Msiambiwe ati deposit ni hiyo kubwa, hapana. Nyumba ile single ya bed sitter, I think it's about less than $1 million. Deposit is about 100,000. You start paying now. 200 ile non-refundable unalipa sasa. Kuanzia hapo taratibu hii nyumba itakuwa ready after 3 years. I am sure wengi wetu individually we can afford ama we cannot afford. We can, and as a group, can't we afford even more? We should have estate here, real estate in Voi, real estate belonging to the Taita Taveta group. Kwa hivyo, kwa hayo machache, leo kuna groups nyingi kama hizi zetu. Tukizungumza pande ya investment, angalia hata wale wakina mama wa merry go round ama nini, hii investment inafaa kurotate. Leo mama huyu anapata, lakini kuna kitu inaitwa sako. Si tunajua sako? Mbona sisi tusiweze kufanya hii kusha i project
or it grows into a sacco. Na kuanzisha sacco si kitu ngumu, hata shilingi 50,000 inaanzisha, we are capable. Alafu sacco yetu iwe ni sacco haichaji riba. Kweli urongo? Haichaji riba. Nini tunina kugarantii, watu watano na kugarantii, na hivyo mambo itaendelea. Kwa hivyo kura, ukiwa una afya utaenda mbali. Elimu, kama una afya utaenda mbali. Jameni, sote hapa tuko ndani ya SHA ama hatuko? Je, tuinue mkono wale wako katika SHA. Naona wengi wetu hapa wanaweza enda ICU vile minaona. Kwa hivyo tafadhalini tuchukue kwa hii mambo madogo unaona, they occupy a very great space in our lifetime. Finally as a medical person, leo watoto wetu wengi wameanza kuwa drug addicts. Kwa hivyo kuna wengi, na kuna wamama ninawajua, ama wale wanakuja kunitembelea kwa chemist, utasikia mama anasema yeye amekonda, anataka kuongeza weight. Na zile dawa wanatumia, moja inaitwa prednisone ama steroid hii, kweli mama ataanza kunenepa, mume ataanza kumsifu, mama anaanza kuwa mweupe, but finally atakuja kuharibu kidneys yake. Na mojawapo ya madawa ile itakuja kuamaliza watoto wetu, especially wa Kristiana. Hizi simshasikia cream inaitwa Mediben, wanajipaka ili wakue weupe. Haya, kuna wanajifanya wakue weupe, na wengine wamesema hii ya cream itawacha nyuma ya masikio iwe nyeusi na hapa kidole iwe nyeusi, na nyingine itakuwa white. Lakini sasa wamekuja kwa dawa ingine inaitwa dexamethasone, akimeza moja uniform mwili mzima inakuwa white. Sasa mwisho mtu anakuwa mweupe. Si tunajua kuna watu wanaitwa albino. Albino ni wale wamezaliwa, lakini ule anatumia hizi madawa atakuja kuwa artificial albino, fake albino. Tunataka kuwa fake albino? Heri tuwe albino kuliko fake albino. Kwa hivyo inshallah vile tunaendelea, pengine hao watanipatia ruksa kuwa katika subcommittee ya afya, nitawafundisha.